Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta naitibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu dawa mujarab, hasa kwa wakina mama ambao wanasumbuka na maradhi ya chango au wakina mama wanayeshindwa kushika ujauzito au wakina mama wenye matatizo ya hedhi. Na pia dawa hii inatibu maradhi ya ngiri ya ndani kwa mwanaume au mwanaume aliyepoteza nguvu za kiume. Yaani zile korodani za babu zinakuaga zinaingia mpaka ndani kabisa. Sawa Lakini sasa wewe unataka kujitibia zirudi katika uhalisia wake kama Mungu alivyokuumba. Na mti huu hata kama ulifungwa kichawi, ulifungwa kimizimu, ulifungwa kimajini na binadamu au na mashetani, upate hayo maradhi, ushindwe kushika ujauzito au upoteze nguvu za kiume au upate maradhi ya ngiri ya ndani, sawa basi utaenda kufanya nini? Kupona. Mti huu unafahamika kwa jina la mkole. Unaona hapa, huu ni mti unafahamika kwa jina la mkole. Wale waganga wakuu nadhani wanaufahamu mti huu kwa undani zaidi. Sasa kwa yule mtu ambaye anahitaji kujitibu maradhi ya kuto kushika ujauzito na kutibu matatizo yake ya hedhi, na anahitaji kuondosha uvimbe aidha katika kizazi au katika mwili wake, aidha wa kichawi, aidha ni mitihani tu, sawa Na kwa yule mtu anahitaji kutibu maradhi yake ya ngiri katika mwili wake, ukiwa wewe ni mwanaume utachukua jogoo wa kiume, sawa. Ukiwa wewe ni mwanamke basi utachukua temba wa kike, yani kuku wa kike, sawa Utakuja moja kwa moja katika mti huu wa mkole. Kwa mfano mimi nasogea huku, utakuja moja kwa moja, unaona hapa ni mti wa mkole, sawa Utakuja kuukata mti huu wa mkole mafiga matatu, yani vipande vitatu, tap tap tap. Huu mti utaenda kutengeneza mafiga ya kupitia mti huu wa mkole, sawa Kisha utachukua mizizi ya mti wa mkole ambako jua linapochomoza na jua linapozama, mizizi yako aidha ni miwili, sawa Utarudi mpaka nyumbani, nje ya nyumba, kupitia hii miti utatengeneza mafiga matatu, sawa Kisha utachukua sufuria yako, sawa aidha chungu, utainjika katika mafiga ya kupitia mti huu wa mkole, afu utaweka kuni zako na utafunika juu, sawa Na kuku wako, kwa kama mwanaume unahitaji kujitibu maradhi yako ya ngiri na nguvu za kiume, utaweka kuku wako umemchinja vizuri, utambanika pamoja na hiyo mizizi. Na kama wewe ni mwanamke utachukua kuku wako wa kike, utamchinja, utabanika na nini? Na hiyo mizizi, yani kama unavyopika supu lakini na mizizi ya mti wa mkole, sawa Baada ya hapo, kabla hujaanza kupika, kuwasha ule moto, sasa utachukua vijiti vitatu vya mbaazi ambako kila figa liliopo katika mti huu wa mkole utachimbia kwa chini, afu utafunga kama upinde hivi, afu itakutana pale kwa katikati, utafunga yote ile, ina maana itakuwa imeinama ile vijiti vya mbaazi. Kwa hiyo dawa yako utaipika ndani ya vijiti vya mbaazi. Utapokuwa umemaliza kuipika vizuri, sasa utafyetua vile vijiti vya mbaazi. Ukishafyetua sasa, utaipua ile dawa yako, utakunywa wewe mwanaume, utakuwa umepata dawa ya kunywa kutwa mara 3. Ukinywa kwa muda wa siku 7, utapona hayo maradhi yako ya ngiri ya ndani ambaye inasababisha babu vile vikorodani vinaingia ndani, vitarudi kama kawaida, kama Mwenyezi Mungu alivyokuumba na ulivyozaliwa. Na pia kama ulikuwepo huna mbegu za virutubisho vya kumfanya mwanamke apate utungaji wa mimba, basi utakuwa na mbegu zenye virutubisho. Kama ulifungwa kichawi kimizimu, basi utapona, utakuwa na uwezo wa kumzalisha mwanamke. Na mwanamke ni hivyo hivyo, kama na yeye alifungwa kiuchawi asizae, atumie kunywa kwa mfumo huo, sawa Kupitia hiyo supu yake ya kuku wake wa temba atakunywa. Baada ya kunywa, atatumia kunywa wakati wa hedhi. Hedhi yake ikikatika, ataendelea tu siku 2 kunywa, ataacha.
afanye huo mwendelezo, haitopita miezi mitatu atashika ujauzito. Na kama alikuwa na matatizo pia ya homoni kupotea, tarehe kupotea, au ana matatizo kuto kushika ujauzito, ana uvimbe katika kizazi, ule uvimbe utakuwa ni wenye kutoweka. Kama mirija ya uzazi ilikuwa imeziba, basi itakuwa ni wenye kuzibuka. Na kama alikuwa na matatizo sugu ya chango, linamtesa, tumbo la chango linamsumbua, lile tumbo litakuwa ni lenye kwisha. Mti huu wa mkole una mambo mengi sana, lakini kwa leo mimi acha niishie hapa. Faidika na hii faida ambayo nimekupa. Kama unavyoiona hapa, hii ni ofisi yangu Daktari Musa. Nina kila aina za dawa mbalimbali. Kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, dawa za kusafisha nyota na kupandisha nyota, na dawa za kuondosha nuksi ambazo zinakuandama katika maisha yako, na unahitaji pia kuwa mtu wa mafanikio, na pia nina kila aina za dawa za kutibu maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete za bahati, pete original zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho, ujifunze elimu za miti pamoja na mimea kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.